Asubuhi ya leo tunasema wewe ni mwema. Asubuhi ya leo asante kwa kutulinda, asante kwa kutuhifadhi, asante kwa kutupa neema, asante kwa ajili ya kutuleta mahala hapa, asante kwa ajili ya kutulinda wiki mzima, asante kwa ajili ya ibada zetu ambazo zimekuwa za ajabu, asante kwa sababu ya kulinda watu wetu, marafiki zetu, familia zetu, watoto wetu. Mkono wako wenye neema na kibali umekuwa upande wetu, tunakubariki asubuhi ya leo. Kwa hakika haijakuwa nguvu zetu, imekuwa ni nguvu zako. Tumetoka tukalindwa na wewe na tukarudi tukiwa tumelindwa na wewe. Umetupa chakula, umetupa maji, umetupa amani ya mioyo yetu, umetupa mahali pa kuja kuabudu asubuhi ya leo. Umetupa madhabahu asubuhi ya leo. Tunakuabudu, tunakubariki. Unastahili sifa na heshima, mwenye uwezo na mamlaka. Nani kama wewe? Haufananishwi na chochote. Mbingu zote ni zako, uwezo wote ni wako, mamlaka yote ni yako. Tunakubariki asubuhi ya leo. Adonai, wewe ni muweza yote, jina lako liinuliwe. Asante kwa neema, asante kwa msaada wako, asante kwa ulinzi, asante kwa baraka, asante kwa afya, asante kwa kutupa mikono, kutupa miguu, asante kwa kutupa akili timamu, asante kwa kutupa miili, asante kwa kutupa vyombo, asante kwa kutupa watumishi wako katika hii madhabahu, asante kwa kutupa wahubiri, asante kwa kutupa wake wa wahubiri, asante kwa kutupa Baba wa mbinguni mahasha, asante kwa kutupa watu wa nyimbo, waimbaji, watu wa media, watu wa security, watu wa kila jambo, Sunday school. Asante kwa kutupa HBCs, Baba wa mbinguni. Tunakubariki asubuhi ya leo. Asante kwa kutupa wamama, asante kwa kutupa madikones, asante kwa kutupa watoto katika hii madhabahu. Tunakubariki asubuhi ya leo. Tunasema haufananishwi na chochote. Asubuhi ya leo tunatubu dhambi na makosa yetu. Naomba ukatusamehe kila dhambi na kila uovu ambao tumefanya. Tunajua sisi sio wakamilifu, tunahitaji msaada wako. Tunaomba ukatusamehe. Katusamehe asubuhi ya leo. Katusamehe dhambi za kuona, dhambi za kusikia, dhambi za ndoto, dhambi za mwilini, dhambi za mawazo, dhambi za nafsini, dhambi zote ambazo tumezifanya, dhambi za kuongea. Oh my God, tumeongea mambo ambao hatustahili kuongea, tumewaza mambo ambao hatustahili kuwaza. Naomba msamaha, naomba msamaha wako, naomba ukatusamehe asubuhi ya leo. Ukatutakase kwa damu ya Yesu Kristo, katuoshe kwa damu yako Yesu, katusafishe kwa damu yako Yesu. Katakasa mahala hapa, hata nyumba hii, chochote kilicho ndani ya nyumba hii na kilomita 700 mraba, naomba kitakasike kwa damu yako, kwa damu ya Yesu. Kitakasike kwa damu yako Yesu. Naomba utakaso wako. Tunaomba utakaso, naomba utakaso wa damu yako Yesu. Ibada yetu Baba wa mbinguni ikatembelewe na neema isiyo ya kawaida. Asubuhi ya leo tunaalika msaada wako, naalika neema yako, naalika roho wako, naalika msaada wako, naalika malaika wako. Ibada zetu naomba tukakuone, mkono wako wenye nguvu, mkono wako wenye uweza, mkono wako wenye mamlaka, mkono wako wenye ishara. Naomba tukaone mkono wako, naomba tukaone mkono wako. Tunatamani kuanza pamoja na wewe, pasipo na wewe hatuwezi tukaendelea. Naomba ukaachilie msaada wako, ukaachilie roho wako akatuhudumia asubuhi ya leo. Ibada zetu tunaalika msaada wako. Natamani kuhudumiwa na wewe, natamani kusaidiwa na wewe. Ibada yetu isiwe ni ibada ya kawaida, bali iwe ni ibada iliyo na msaada wako. Tunakulilia asubuhi ya leo, tunakulilia ukaokoe watu wako, tunakulilia ukaponye watu wako, tunakulilia ukafungue watu wako, tunakulilia ukabadilishe maisha. Oh my God, kahudumie mahitaji ya mioyo ya watu wako, kahudumie mahitaji ya mioyo ya watu wako. Nakulilia asubuhi ya leo, nakulilia asubuhi ya leo, tunakulilia asubuhi ya leo. Kanyosha mkono wako, katende maajabu. Yes Lord. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, hakuna Mungu
Hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, 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 hakuna kama wewe Baba ora mashallah basande ora mashallah ora la makusegere kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna 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 kama wewe wewe Bwana, ni wewe wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe wewe Bwana, wewe Bwana, ni wewe tunakuomba ni wewe ni wewe Bwana, tunabashuna magara wewe Bwana, ni wewe namba moja, ni wewe wewe Bwana, wewe Bwana, ni wewe arabashala Bwana, ni wewe inakuabudu, ni wewe Bwana, ni wewe wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe inakuabudu, ni wewe Bwana, ni wewe I worship you. Nani kama wewe? Jina lako limetukuka, jina lako limeinuliwa. Asubuhi ya leo ninakuabudu, asubuhi ya leo sauti yangu inakuinua, asubuhi ya leo ninakiri ya kwamba ni wewe muweza yote. Asubuhi ya leo roho yangu inakubariki, asubuhi ya leo roho yangu inakuinua, asubuhi ya leo sauti yangu asubuhi ya leo inasema unastahili. Ninakuabudu asubuhi ya leo, ninakuinua asubuhi ya leo, ninakupenda asubuhi ya leo. Oh my God, nani kama wewe mwenye uwezo na mamlaka? Nani kama wewe unayetenda makuu? Nani kama wewe unayeokoa? Nani kama wewe unayeponya? Asubuhi ya leo roho yangu inakubariki, roho yangu inakuabudu. Unastahili, unastahili kuinuliwa. Kama sio wewe umekuwa upande wetu, Israeli na aseme oh my God, umekuwa wa msaada, umetusaidia. Roho yangu inakuinua, sauti yangu inakiri ya kwamba wewe ni mfalme. Oh my God, wewe ni mfalme. You are the Lord Almighty God, you are the King of glory, and I worship you. I surrender to your presence. Najiwachilia mikononi mwako, najiwachilia mikononi mwako asubuhi ya leo. Anga nipate msaada, anga nipate kibali. Unapotafuta watu wa kusaidia, niko hapa leo. Unapotafuta watu wa kuwashika mkono, oh my God, asubuhi ya leo ninajiwachilia kwako, nikapate msaada, nikapate msaada. Unapotafuta watu wa kutumia, oh my God, niko hapa asubuhi ya leo, niko hapa asubuhi ya leo. Unapotafuta watu wa kuwatumia, unapotafuta vyombo vyako, niko hapa asubuhi ya leo, niko hapa asubuhi ya leo, niko hapa asubuhi ya leo, niko hapa asubuhi ya leo. Unapotafuta watu wa kutumia, roho yangu inakulilia, roho yangu inakulilia, roho yangu inakulilia asubuhi ya leo. Naomba kuona mkono wako, naomba ukanitangulie, naomba ukaniongoze, naomba ukanisaidie, naomba ukatushike mkono. Madhabahu haya yasiwe madhabahu ya kawaida, madhabahu haya yasiwe ya kawaida. Bwana wa majeshi, kafanya mambo yasiyo ya kawaida leo, kafanya miujiza isiyo ya kawaida leo. Bwana wa majeshi, kajidhihirishe, kajidhihirishe Jehova, kajidhihirishe kwa njia isiyo ya kawaida, kajidhihirishe asubuhi ya leo, kajidhihirishe. Sauti yako tunaingojea, natamani kusikia
ingia kwa anga, bomoa kazi ya shetani. Tunachukua uwezo na mamlaka, tunachukua damu ya Yesu, tunachukua moto wa Roho Mtakatifu, tunachukua upanga, tunaingia kwa anga, tunashambulia, tunashambulia kila kazi ya shetani, tunashambulia kila kazi ya shetani, kila madhabahu ambayo yameinuliwa kinyume na ibada yetu. Asubuhi ya leo tunakamata hiyo, tunachoma na moto, tunaingia kwa anga, tunafuruga kazi ya giza, tunafuruga kazi ya uchawi, tunafuruga kazi ya uganga, tunafuruga kazi za kuzimu kwa jina la Yesu. Tunakamata kila madhabahu ambao yamepatiwa kazi siku ya leo, tunayateketeza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunaingia kwa anga, ingia kwa anga ya Nairobi, ingia kwa anga ya Mlolongo. Shika mateka maroho ambao inafanya kazi kwa anga yetu. Shika mkuu wa anga, tunakamata mkuu wa anga, tunakamata the queen of the air, the queen of the land. We arrest every territorial power, we arrest every territorial witch, we arrest every territorial curse, we arrest every power of darkness in this territory. Wherever you are hiding, your time is up. We set you ablaze, we set you ablaze. Tunachoma wewe, tunachoma wewe, tunachoma wewe. Tunashika mateka kila maroho ya Illuminati, manevo worshiper, maajenti wa kuzimu wanaotumwa kinyume na makanisa. Tunawakamata, tunashambulia kazi yao, tunashambulia kazi yao, tunashambulia kwa jina la Yesu. Tunavunja kila mikatale, We bind every power, we bind every forces of darkness, we bind every witchcraft, we bind every sorcery, we bind every curse. Kila neno ambao imenenwa kinyume nasi, we bind it now in the name of Jesus. Kila ndoto ambao imeotoa kinyume na maisha yetu, kinyume na udo, we bind it now in the name of Jesus. We scatter the enemy, scatter the enemy, scatter the enemy, scatter the enemy, scatter. We scatter the enemy, we scatter the enemy. Every grouping of the enemy, we scatter. Be scattered now. Hey, shalama katalaba rakatatata. Ingia uko mahalini, ingia uko. Shika wakuu wa bahari, shika wachawi ambao wanasafiri wanaenda baharini. Ingia uko ulimwengu wa kiroho. Kamata kila wachawi, kamata warogi, kamata wale ambao wanafunga watu wasije wakaenda ibada. Kamata nguvu za giza, tunakushika mateka, tunabomoa wewe, hauna uwezo. Asubuhi ya leo, oh my God, in the name of Jesus, tumia jina la Yesu sasa kufungua mateka. Fungua watu ambao wamezuiliwa wasije wakaenda kuabudu Mungu. Kwa jina la Yesu tunafungua mateka, tunaingia kule ambako wamefungwa jela za kiroho. Tunawafungua mateka, tunawafungua watu wa Mungu ambao wamenaswa, tunawafungua watu ambao wameshikwa mateka, tunawafungua watu wa Mungu ambao wameondolewa mawazo ya kanisa, mawazo ya Mungu, mawazo ya wokovu. Tunawafungua kule waliko kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunafungua mateka wa mama, vijana kwa watoto. Tunatuma malaika wakawalete kwa madhabahu, tunatuma malaika wakawalete kanisani kwa jina la Yesu. Tunafungua roho za watu wa Mungu, tunafungua nafsi za watu wa Mungu. Kila minyororo ya dhambi inakatika, kila minyororo ya dhambi inakatika. Tunatuma malaika, leta watu wa Mungu kwa ibada, leta wa mama, malaika tunawatuma pande hii, 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 tunawatuma kila mahali. Leta watu wa Mungu kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Ingia kwa anga. Kuna maroho ambazo zimeleta magonjwa, zimeleta madeni, zimeleta kisirani, zimeleta kuhangaika na kusumbuka. Kamata hiyo maroho, kila maroho ambao inasumbua watu wa Mungu tunaishika mateka, tunaingia kwa
kwa anga. Tunakamata kila maroho yaliyo ndani ya anga za watu wa Mungu. Tunakamata hiyo maroho ambao inafanya watu wanasumbuka, wanahangaika, wanateseka, maroho ya kuhangaika, maroho ya magonjwa, maroho ya kukataliwa, majini. Majini tunashika wewe mateka. Kamata hao, kamata ndio hiyo, kamata ndio hiyo, kamata ndio hiyo. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunapoendelea, anza kujifungua. Fungua vitu vyako, fungua afya yako, fungua baraka zako, fungua chochote ambacho walikuwa wamefunga. Fungulisha baraka. Tunaingia kwa anga, tunafungua anga zetu, tunafungua baraka zetu, tunafungua mali yetu, tunafungua miujiza yetu, tunafungulisha hata malaika wetu. Tunafungua chochote ambacho kinaitanishwa na nyumba hii, tunakifungua. Chochote ambacho kinaitanishwa na maisha yangu kinafunguliwa, kinafunguliwa. Baraka zetu, huduma yetu inafunguliwa, inapenya sasa, inapenya kwa anga, inapenya, haizuiliki, inapenya. Karabagada, rabagada, melapagadia. Tunapomalizia sasa, anza kujitangazia mema. Unaponena na ndimi, speak with other tongues as you prophesy. Marapasaka, leketeleba, limasayalaba, leketelemasha, ribababazanda, ragadia mazika, lipashandaraba, ragadi mazika. Ninatabiri ibada ya leo ni ibada ya kipekee. I prophesy wiki hii, mwezi huu, wakati huu ambao tuko mahali hapa, tunapanuka. Maadui zetu wametoroka, wameingiwa na uoga. Ninatabiri ushindi. Ibada za leo kilomita 700 mraba. Utukufu wa Bwana unazingira. Malaika wa Bwana wamechukua usukani. Roho Mtakatifu amechukua usukani. Ibada ya leo ninatabiri ni ibada ya revival, ibada ya revival, ibada ya ushindi na ushuhuda. Shalama katala rakatatata yela masobragada. Father, we bless you. Mshukuru Bwana sasa. Mwambie Yesu asante. Amesikia maombi yako. Thank you Jesus. We bless you. Tunakubariki, tunakuinua. Thank you Jesus. You are wonderful Jesus. Thank you Holy Spirit of God. Thank you our Father in heaven. Tunakubariki, tunakuinulia mikono yetu. Tunasema asante kwa kusikia maombi yetu. Asante kwa kazi ambao unakwenda kuitenda. We bless you. We honor your name. Thank you for this service. Asante kwa wale walioko, asante kwa wale walio nyumbani. Asante kwa ibada ambao zinafuata, wengi ambao wanajitayarisha, jitengeneza waingie maana hapa. Malaika wako waende awaleta kwa haraka, njia zifunguliwe zote kwa sababu ya kubarikiwa. Madhabahu haya tunayanena neema na baraka. Inapopokea sadaka za watu wako, Baba wa mbinguni, ikalete neema na ushindi. Malaika wako akatuhudumia siku ya leo kwa njia kipekee. Neno lako ambao ni taa, neno lako ambao ni taa ya miguu yetu, ikatutangulie, ikatuangazie katika huduma hii na katika maisha yetu. Tunakubariki maana umesikia maombi yetu. Tumefunga milango yote maadui walikuwa wanatumia. Maanjedi wa kuzimu wote tumewaelekeza jehanamu kwa jina la Yesu, na mateka wamefunguliwa, wenye dhambi wameokoka kwa jina la Yesu. Tumeomba na tena tumeamini. Mtu mmoja aseme amen. Mtu wa pili aseme amen. God bless you. Pigia Yesu makofi mazuri. Alafu upate nafasi yako uketi. Karibu sana katika ibada hii ambayo inaitangwa minister service. I want to talk about 40 types of prayers. Nataka niongee aina 40 za maombi na Mungu atatubariki sana. Lakini kabla sijaingia pale, ningependa kusoma 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Nitakusomea mistari kadhaa hapo, kwa hivyo ninaweza nikaisoma kwa haraka kwa sababu ya wakati, so utainukuu mahali ama utaandika mahali. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 inasema, pray without ceasing. Ombeni pasipo na kukoma. Tupigie watoto wetu makofi wanapoenda pale kufundishwa. Wapigie makofi tu mazuri. Hallelujah. Thank you watoto wetu, wendeni mbarikiwe sana hapo kwa jina la Yesu. So 1 Thessalonians 5:17 inasema, pray without ceasing. Ombeni pasipo na kukoma. Amen. Amen. Hiyo ni kumaanisha kwamba maombi
ni kitu kikubwa sana, ama ni jambo kubwa sana. Glory to God. Amen. Watu wanaweza wakaomba maombi tofauti tofauti, wawe hawaendi ni kama hawaelekei mahali pamoja, but chochote wanaomba ama direction ile wanatumia, it is still bearing fruits. Romans 8:26. Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groaning too deep for words. Amen. Amen. Sikia sasa, hapo wengine wanasema nayo ya kwamba sometimes watu hawajui kuomba, na kuna wakati ambapo Roho Mtakatifu huwa anakuja kuwasaidia kuomba. Na anaweka maneno yake ndani ya watu. Naongea kuhusu 40 types of prayers, na nimesema nitakupatia scripture tu kwa haraka ndio ukapate kuziona. Philippians 4:6 inasema, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be known to him. Sasa ukikombea Romans 8:26 na Philippians 4:6 unakuta ni mistari tofauti kabisa. Maana Romans imesema we don't know how to pray, lakini Philippians imesema in everything, handle everything in prayer. So you realize, I mean, these are two different scriptures talking about different prayers. Because the first one, you don't know how to pray. Imeanza kusema pray without ceasing, ombeni pasipo na kukoma. Ikakuja tena ikasema, na kwa sababu mjui kuomba, naye Roho Mtakatifu atawasaidia kuomba. Alafu Philippians nasema, don't be anxious about anything, but in everything by prayer, supplication. Amen. Amen. So unaona, maombi ni kitu kikubwa sana, na ni mpaka watu wajue haina tofauti za maombi. Amen. Amen. Mark 11:24 inasema, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Sasa Jesus anaintroduce another prayer of asking. Before it was prayer of the Holy Spirit. The other one was the prayer of supplication. Now Jesus is introducing another prayer of asking. Amen. Amen. That means prayers ni nyingi, maombi ni sehemu nyingi. Na kadri ya vile Wakristo hawajaelewa ama wahuduma hawajaelewa aina tofauti za maombi, unakuta ya kwamba they are limited. Amen. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naomba ukanisaidie. Naomba ukanisaidie Kuelewa aina za maombi. Aina za maombi. Amen. Amen. James 5:16. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. This is another prayer being given to church. A prayer of confession. Confess your sins to one another. Who thought that can be a prayer? Nani angefikiria hiyo? Watu wanapo kiri dhambi zao kwa wengine. Nani angefikiria hiyo ni aina ya maombi? Amen. Amen. So we have so many types of prayers. Na naomba Mungu akatusaidia siku ya leo. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Nifundishe maombi. Nifundishe maombi. Amen. Amen. Hata Colossians chapter 4 verse 2 inasema, continue steadfast in prayer, be watching in it with thanksgiving. Continue. Who could have understood, who could have known that there is a prayer that is called continuing prayer, extended prayers? I mean, these people were praying, and when they were almost to finish the prayer, the Spirit of the Lord, ama Roho wa Mungu, ama mtumishi wa Mungu akawaambia, continue with your prayers. And it's also a type of prayer, as we are going to see. Amen. Amen. So maombi yangu ni kwamba siku ya leo kuna mtu anaenda kupanuka kimaombi. Amen. Na neema ya Kristo itakutosha. Amen. Omba hii maombi tena, sema my Father my God. My Father my God. Teach me about prayer. Teach me about prayer. Amen. Amen. And even Matthew chapter 6 verse 6. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father
who sees in secret will reward you. Amen. Amen. You know, some of us, kadri ya vile tunaendelea kukomaa katika injili, ndio tunaendelea kurepent because of our past teachings. Amen. Amen. Kadri ya vile tunaendelea kukomaa kihuduma, ndio tunaendelea kutubu kwa sababu ya mafundisho yetu yale tulifundisha kimbele. Amen. Amen. Sababu unaonanga mtu anahubiri hiyo tu, anasema maombi usaili kuombea anywhere, enda ufunge kwa nyumba uombee hapo, na Mungu yule anaona kwa siri atakujibu kwa wazi. Ako sawa, lakini amesahau ya kwamba kuna maombi mengine ambayo sio hiyo. So kadri ya vile unakomaa kama mchungaji, ndivyo unastahili kuendelea kutubu kwa sababu ya mafundisho ambao ulihubiri kitambo, ambao maybe ilikuwa one side. Amen. Amen. So briefly, I want to give you 40 types of prayers, and God is going to bless us. Number 1, maybe nitaanza na zile unaweza kuwa unajua sana tukisonga mbele. Number 1, there is a prayer of confrontation. And this is a prayer that makes you to run after the enemy. The prayer of confrontation is not the prayer that you wait the enemy to attack you. No, you run after the enemy. Unakimbia kwenda kutafuta adui. Daudi aliposikia kuhusu Goliath, Biblia inasema he ran after Goliath. Amen. Amen. He was not even waiting for Goliath to come to him. No, he went to meet Goliath. Alienda kumtafuta Goliath. Yes. So kuna maombi yanaitangwa prayer of confrontation, na ni maombi ambayo kama mhuduma unaenda kutafuta adui. Amen. Amen. You go after the enemy. You run after the enemy. Even before he realizes that he's being attacked, you kill him. And I pray for you in the name of Jesus. Oh yes. Ya kwamba utafuata mahadui. Amen. Utawamaliza. Sema, my Father, my God. My Father, my God. Grant me anointing. Grant me anointing To confront the enemy. To confront the enemy. Ni kitu kimoja kupigana na adui wakati already ashapigana na wewe. Ni kitu ingine kupigana na adui hata kabla hajapigana na wewe. Mimi sijui wewe unatakanga nini. Unataka kwanza kupiga kungoa meno ndio upige yeye ungoe meno, ama ungetamani kumungoa meno kabla hajakung'oa meno, umkatakate mikono kabla hajakukata mikono. Amen. Amen. So prayer of confrontation ni maombi ambayo unaendea adui. Unaendea nani? Now sometimes when we are praying here and we are doing deliverance, it is the high time uangalie uone vile huyu mtu amevamiwa, kuna uwezekano uwe umepangiwa hivyo. Amen. Amen. Kuna vitu mimi huwa ninaangalia hapa na secret ambao sinafichuliwa. Ikimaliza kufichuliwa, hata kama sijapitia hiyo, ninaanza kupiga huyo adui. Amen. Maana inaonyesha sababu ile Mungu amekubali ionekane hapa kwetu, kuna uwezekano iwe kuna mtu anatafutwa. Amen. Amen. Number 2 is called prayer of thanksgiving. Maombi ya shukrani. Na haya ni maombi ambaye unatumia kuangalia mahali Mungu amekutoa, ama kitu Mungu amekutendea, ama jambo Mungu amekutendea, alafu unajawa na shukrani. Amen. Amen. Kwa mfano mimi all the time nikija kwa madhabahu, kuna picha zangu za kitambo na sometimes huwa na share kwa mtandao. Amen. Amen. Every time I kneel down here, huwa napiga hiyo picha na lete hapa. Alafu napiga mahali niko saa hii. Napiga kule nilianzia. Napiga hapa. Alafu naanza kumshukuru Mungu already nikiwa na image. Nikiwa na comparison. There is something that I'm comparing. Oh yes. Oh, you people, are you understand what I'm saying? Yes. Wakati unaanza kusema Mungu nasema asante na hakuna kitu kwa mawazo yako, hiyo hata hakuna kitu unaomba. Amen. Amen. Ndio sometimes unasikianga hata ukiomba nakumbusha Mungu kule nimetoka, nakumbusha Mungu miaka 10 Mtito wa Ndei, nakumbusha Mungu safari hiyo, hiyo picha iko kwa mawazo yangu. Amen. Amen. Hata hiyo picha ya kitambo nilipigwa na ya saa hii iko kwa mawazo yangu. So when I'm kneeling down and I'm giving God thanks, I have something to compare between here and here. Oh yes. Oh, you people, are you understanding what I'm saying? Yes.
Glory to God. Amen. So Thanksgiving prayer ni wakati ambao unaangalia mahali ulikuwa na mahali huko saa hii. Unaangalia kule umetoka, unaangalia siku ile ulikuwa unalala na njaa na saa hii umewacha fridge ikiwa na chakula. Hiyo picha inapokuja kwa mawazo yako, unapoongea kuna sauti huwa inapenya mpaka kwa Mungu. Amen. Amen. So it's very important to have Thanksgiving prayers. But many people, wale wanashukuru Mungu nasikianga it has no weight. Because there's nothing they are comparing. Therefore I pray for you in the name of Jesus. Oh yes. Ya kwamba utaangalia kule umetoka. Amen. Na utaangalia mahali umefika. Na utaanza kumwambia Mungu, hii ni mkono wako, umenisaidia hapa, umekuwa pamoja nami hapa. I give you praise. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Amen. Kama kuna kitu ambacho ustahili kusahau ni historia ya maisha yako. Ikiwezekana picha za kitambo chukua, weka mahali. Stories za kitambo chukua, weka mahali. Amen. Amen. Hiyo vitu vya kitambo usiwachilie. Daudi alimaliza Goliathi kwa sababu ya kukumbuka kule ambako Mungu amemtoa. Akasema ulinisaidia. Simba alipokuja nilikuona. Dumbu alipokuja nilikuona. Sasa huyu Goliathi lazima ataenda chini. Maana niko na picture, niko na comparison. Oh yes. Usiwahi wachilia picha zako za kitambo. Amen. Amen. All the time keep history. Weka historia yako. Oh yes. Kwa sababu ya maombi. Glory to God. Amen. Ndio unaonanga all the time commander anaongea kuhusu mkokoteni. Anaongea kuhusu jela. Anaongea kuhusu mkokoteni. He is comparing. Amen. Amen. Na anapoongea na Mungu unaona kuna vile mbingu inashuka haraka. Oh yes. Anapomshukuru Mungu unaona kuna kitu kiko ndani yake kisicho cha kawaida. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri tena zaidi. Hallelujah. Am I helping somebody tonight? Yes. Nasaidia mtu asubuhi ya leo. Ndio. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nipe roho ya shukrani. nipe roho ya shukrani. Na kila hatua unatoka ukienda ingine, tumia hiyo kama njia ya kushukuru Mungu. Amen. 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 Tumia hiyo njia. Let me tell you, maombi ya kushukuru Mungu inafunguanga mbingu. Ukipiga magoti hapo na ukumbushe Mungu, kuna wakati ulikuwa unapiga magoti hapo na hakukuwa na hizo tiles, ilikuwa na mchanga. Kuna vile uzito wa maombi unakujanga. Amen. Tunaenda pamoja? Yes. Kuna vile unasikianga hiyo maombi inabadilika. Unamwambia Mungu na kushukuru. Kama ni mimi naweza kulala hapa siku ya leo. Juzi nilikuwa nalala kukiwa hakuna hizi tiles. Amen. Amen. Juzi nilikuwa na vumbi hapa. Hizo vitu ukianza kuongea mbele ya Mungu iko na nguvu sana. Amen. Amen. Number 3, it is called prayer of binding. Binding. Maombi ya kufunga. Maombi ya kufunga ni maombi ya kucripple the enemy. Ni maombi ya kutoa uhuru wa mahadui. It's kind of withdrawing the freedom of the enemy around your life. Let me tell you. Unaweza ukaomba na ukasikia Mungu na Mungu akakusikia, but as long as you have not bound, haujafunga shetani, he will be wherever you are. Chochote unakula anakula na wewe. Ni kweli uliomba Mungu akakupatia pesa, lakini hukufunga shetani asikule pesa yako. Hey, are you understand what I'm talking about? Yes. It is called prayer of binding. I bind every power of darkness. I bind every enemy of our ministry. Adui yote ametumwa kinyume na huduma. I bind you. Unaposema you bind, you withdraw the freedom of your enemy. Glory to God. Amen. Maombi ni ya ajabu sana. Unakuta ya kwamba kuna maombi unaomba Mungu na kuna maombi mengine sio ya Mungu, inashughulikia adui. So unaweza ukaomba Mungu mkapatana, ni kweli, lakini hujaomba ya kufunga adui. Yes. So all the time it is you to withdraw the freedom of your enemy. I bind the enemy. Amen. Amen. Ninasafiri naenda I bind the enemy. Wiki inaanza I bind the enemy of this month. Will not locate me. Utaomba ubarikiwa, but as long as you don't bind the enemy will enter together with you. Munapoingia kwa baraka anaingia na wewe. Amen. Amen. Unapopata hiyo breakthrough ya pesa anaingia huko ndani. Ako huko ndani, mnakula pamoja. Sema ninafunga adui. Nafunga adui. Na hiyo maombi inakuanga powerful sana. Ni vile uwezi ona ukafunguliwa uone kiroho. Unaposema I bind the enemy, miguu yao huwa ni kama inachomelewa na welding machine. Amen.
Amen. Miguu ya mapepo inashikanishwa hivi. Mikono inashikanishwa hivi. Inakuwa they cannot move. Somebody say I bind the enemy. 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 Enemy of my destiny. Uh-huh. I bind you now. I bind In Jesus' name. Amen. 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 Number 4, it is the opposite of that. Loosing prayer. The prayer of loosing. Maombi ya kufungua. Maombi ya kufungua. Kuna vitu vyako haviko kwa Mungu, zimefungwa. Na ni vizuri uwe unajua maombi ya kufungua. Loosing. Loose what belongs to you. Let me tell you, sio maombi yote. Oh my God, last Friday, it was where I think Thursday, online, I was teaching a very, very powerful message. Online, amen. Amen. Nilikuwa nafundisha watu kuhusu aina ya mbingu tofauti tofauti. Na nini kiko hapo, nini kiko pale, nini kiko huko, nini kiko upande hii nyingine. Amen. Amen. So kuna vitu vyako haviko kwa Mungu, na si maombi yote inaendaka kwa Mungu. Maombi ingine inashughulikia mbingu tofauti tofauti. Na kuna vitu vya kufungua. You are supposed to all the time to pray loosing whatever belongs to you. Because kuna vitu ukiendelea kuitisha Mungu hautawahi pata, maana haziko na Mungu. Amen. Amen. Kuna vitu kadri vile unaendelea kuitisha Mungu ndivyo mambo itaendelea kukauka, maana hazina Mungu, ziko mahali tu hapa zimefungwa. So it is called prayer of loosing. Nafungua baraka zangu. Nafungua njia yangu ya ushindi. Amen. Ninapotoka nikienda kazini, ninafungua watu wametuma wakuwa baraka kwangu. Ninafungua miujiza yangu. Amen. Amen. Let me tell you, a miracle can be released to come to you, lakini bado imezuiliwa ama imefungwa. Amen. Amen. Na kwa hivyo nakuombea kwa jina la Yesu. Oh yes. Ukapata kupokea neema ya kufungua vitu vyako. Amen. 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 Especially ukiona unaomba Mungu nipatie hii, Mungu nipatie hii, Mungu nipatie hii, Mungu nipatie na upatiwi. Ujua ya kwamba ni kufungwa, imefungwa. Haina Mungu, iko mahali unafungua. Amen. Amen. Na hata unaweza omba maombi ya sadaka ya kutoa. Unatoa, unasema hii sadaka ni ya kufungua chochote changu kilifungwa. Glory to God. Amen. I say glory to God. Amen. Can I surprise you, my good people? Yes. Mungu anaweza akasema, for example, akakupatia message ama akapeana prophecy ya kwamba ameachilia ngari yako. Amen. Amen. Ameachilia nyumba yako. Ameachilia kazi yako. Lakini unajua kwa Mungu na huku watu wanakaa ni nchi tofauti sana. Amen. Amen. Hata asifanani, hata character za huku na kule asifanani. So Mungu akisema ameachilia, inaweza ikakatalia hapa kwa upepo. Amen. Amen. Inaweza ikakatalia wapi? Ni kama mtu kukuambia kwamba nitakupigia simu. Acha kuambia ni leo, ni kesho, ni kesho kutwa. So hata akiamua kukupigia next year, bado amekupigia simu. Amen. Amen. So lazima kuwe kuna mtu anafungulisha hizo vitu. Kuna vitu vimeachiliwa juu yako lakini zinahitaji kufunguliwa. Oh my God. Pokea neema ya kufungulisha. I receive. Kwa jina la Yesu. Amen. 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 Number 5, it is called prayer of agreement. This is a prayer whereby you join your faith with your fellow believer of a certain situation or certain issue. You are believing God for divine intervention. Prayer of agreement. Lazima uwe uko na mtu ambaye ama kuna wakati unafika unaambia mtu tushikane mikono tuamini hii jambo. Tushikane mikono tuamini. Kabla tujatoka ibada unashikana mikono na mtu hapa, unamwambia let us believe God for this. I'm believing God, I'm going for an interview. Naenda kufanya hii na hii. Let us believe God. Lazima uwe una watu unaweza wapigia simu, unawaambia tuamini Mungu saa hii kwa jambo hili. It is called prayer of agreement. It speaks powerful in the realm of the spirit. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. Kuna maombi wewe mwenyewe huwezi ukajiombea. Lazima kuwa kuna mtu mwingine ana support wewe. Na watu wengi sana hawajuangi hii maombi. Amen. Amen. Hawajui sana hii. Either wanajua waombewe na pasa wao, lakini hawajui wao wenyewe kushikana mikono in agreement. HBCs, wala HBCs leader wako hapa.
tuko huko HBC, tushikanishe mikono huyu na huyu, kila mtu shikana mkono na huyu, shikana mkono na jirani yako, shikana jirani, amini, ombeeni muamini kile mnataka. Tupatiwe hiyo nafasi. Kuna hapo, kuna hiyo inafunguanga hiyo. Na iwezi kufunguliwa na ile ingine. Lazima utumie agreement. Oh, you people. Inua mikono yako, sema power of agreement. Power of agreement. Amen. Amen. So kuna maombi ya agreement na ni nzuri sana. Na ni vizuri wewe unaangalia wakati unapitia vitu mbalimbali. Unatafuta mtu hata hapa kanisani, kabla mjatoka unashikana mikono na mtu unamwambia tuamini na wewe saa hii. Ninaenda interview, ninaenda hapa, ninaenda ngambo, sijui naenda biashara, unashikana mikono na jirani yako, mnaamini na itatendeka. Maandiko inasema kile wawili watakubaliana wapi? Kitakubaliwa wapi? Mbinguni. Amen. Amen. That is the reason I was teaching different heavens. Because hii mbinguni inakubalika, si mbinguni kwa Mungu. Ni mbingu ingine iko na vitu vya watu. Lakini si ile mbingu Mungu anakaa. And for your information, ile mbingu Mungu anakaa haina baraka zako. Baraka zako ziko mbingu ingine. Are you people, you are not understanding what I'm saying? Oh, yes. Amen. Amen. Amini, Mungu hawezi kapatia watu wawili ati kile wanakubaliana hapa kinakubalika kwake, kile wanafunga hapa kinafungwa kwake. Watu watafunga hata mahoteli ya mbinguni wakiwa hapa. Asema tumefunga hiyo hoteli mbinguni, watu hawatakula mbinguni, hakutakuwa chakula huko, tumewatoa huko. So ni kumaanisha hiyo kufunga, hiyo kukubaliana hapa wanakubaliana, haiongei kuhusu mbinguni kwa Mungu. Kuna mbingu ingine. Oh, yes. Na Paulo anasema 14 years ago I know about a man who was caught up in that heaven. That means Paul understood the first heaven, second heaven, third heaven. Oh my God. Na kuombea kwa jina la Yesu. Oh, yes. Uelewe mahali maombi yako unatuma. Kuna maombi unatuma mbingu ya kiroho. Kuna maombi mengine unatuma mbingu ya malaika. Oh, yes. Kuna mahali pengine unatuma maombi kule kuna Mungu. Sema haleluya. Hallelujah. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Glory to God. Amen. So power of agreement. Lazima utafutane na watu. Tuache hii mshene nyingi ya kushindia kuongea vitu ambavyo haina maana. Tushikane mikono, tuamini, tutelemushe kitu kutoka ulimwengu wa kiroho tulete hapa. Amen. Amen. Number 6. It is called prayer of intercession. Hapa ni mahali ambapo you pray for other people. Unaanza kuwa unaombea watu wengine. Unaweza kuwa ni mambo mazuri unaombea, ama watu wanapitia mambo mabaya, you intercede for them. You intercede for them. And this prayer is very powerful. Amen. Amen. Because this kind of prayer, it determines how many people are praying for you. This kind of prayer, it determines how many people are praying for you. If you are not praying for anybody, nobody is praying for you. Maana apandacho mtu ndicho atakachovuna. Oh, yes. So unapoona unaombea watu, unaombea Felistas, unaombea Christine, unaombea Jackie, unaombea Theophilus, unaombea Mesh, unaombea Pastor Susan, unaombea huyu na huyu kwa ushirika wenu. Kadri ya vile uko na watu wengi unawaombea, ndivyo unaombewa hivyo. Amen. Kadri ya vile uombei mtu, ndivyo hakuna mtu anakuombea. Na kuna vitu huwezi ukafungua kwa sababu ambazo Mungu anaelewa. Oh, yes. Ni mtu mwingine ambaye apitii hiyo kitu ndio anaweza akakusaidia. Amen. 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 Kulingana vile umeumbwa na vile Mungu amekutengeneza, kuna vitu unapopitia you cannot chase them out of your life. But somebody else who is not passing what you are going through can help you. Amen. Amen. Because number one, he is not a victim of what has affected you. On that issue, he is free. Unaweza kuwa unaombea mtu unamuondolea madeni. Wewe uko na nguvu maana hauna madeni. Una nguvu ya kumuondolea. Unaweza kuwa unaombea mtu aponywe. Wewe uko na nguvu ya kumponya haraka maana wewe saa hiyo wewe si mgonjwa. So kuna vitu vinaendanga na legal ground. Kuna kitu as long as kiko ndani yako huwezi ukasaidia mtu mwingine. Because the same problem you are praying to leave somebody else, the same problem is with you. Oh, yes. You people, are you understanding what I'm saying? Yes. Amen. Amen. It is called prayer of intercession and it's very powerful. Please, kila Jumapili tafuta watu wa kuombea. Kila mwezi tafuta watu wa kuombea. Amen. Amen.
Juzi nilikuwa ninaangalia madhabahu yangu mahali huwa naweka zile vitu naandika. Amen. Amen. Na nikapata na karatasi ya I think it was, I don't know whether it was 2015 or 2014. Amen. Amen. Nikapata na karatasi nilikuwa naandika watu wale na waombea. I think 2012. Amen. Amen. And I was very happy kuona ya kwamba niliona jina ya Miriam hapo. Nikasema, "Guy, yani Miriam hiyo miaka yote nilikuwa bado namuombea." Mimi huwa ninaandika wale watu na waombea. And then I found the name of Minister Miriam there. Amen. Amen. I mean, hiyo haikuwa tunajuana kama hata tutakuwa kanisa moja, hatukuwa tunajuana kama tutakuja kuhudumu mahali pamoja. But among many people ambao I was interceding for them, I found her name there. Amen. Amen. And it reminded something. Ya kwamba ile maombi niliomba, naweza nikamwambia Mungu kama haikufanyika, amfanyie sasa. Amen. Maana kuna sababu ile imenikumbusha. Na pia ikanitia nguvu ya kuendelea kuombea watu. Amen. Glory to God. Amen. Kuwa na kitabu chako cha maombi ya watu. Andika na kile unawaombea. Amen. Amen. Huyu namuombea hii. Huyu namuombea hii. Huyu namuombea hii. Intercede for people, for other people. Amen. Amen. Tafuta siku moja ya wiki ikuwe ni siku ya kuombea watu. Na kubariki kwa jina la Yesu unapoenda kuombea watu wa Mungu. In Jesus name. Amen. Glory to God. Amen. Number 8 is prayer of praise. Ni maombi ya kumuinua Mungu. Prayer whereby you praise God. You praise God. Unaomba maombi ya kumuinua Mungu. Now hii si lazima kuwa kuna kitu amekufanyia. Lakini you praise him because of whom he is. Because of the capacity he has and what he can do. He may not have done to you, but you pray praising him. Unaomba ukimtukuza Mungu. Amen. Amen. Kama vile unaonanga tunaimba nyimbo za kumtukuza Mungu. How mighty and powerful you are, God. You are Alpha and Omega. Amen. Amen. So na hiyo maombi ni mazuri. Huwa inapatia Mungu attention kwako. Ukipraise mtu, hata hapa saa hii, hata hapa tunakaa saa hii, ukiangalia mtu na umwambia, "Wow, hiyo nywele yako iko sawa kabisa. You look amazing." Huyo mtu siku ya leo mtakuwa hivi. Amen. Amen. Ukipraise mtu mwambie, "Hiyo kiatu yako bwana. Hai bwana, watu wananunuanga kiatu but your shoe is amazing." It's very powerful. Amen. Ukivaa hivi unakaa a very powerful man. Amen. Amen. All the time ule mtu yani hata kuongea mshatengeneza kuongea tayari. Ukipraise kiongozi ndio unaona wanasiasa wanapraisewa. Alama akula sema usumbi akauma anapoimbiwa hiyo wimbo anatoa 1,100 anapeana. Umempatia attention. Yes. Ukiambia Mungu hivyo, anaanza kukuangalia. Na kuna vitu huwa unapata wakati unaomba maombi ya kumshukuru, ya kumtukuza Mungu. Amen. Kumtukuza Mungu ni tofauti na kumshukuru. Maombi ya praise ni tofauti na thanksgiving. Praise ni vile Mungu alivyo na si lazima awe amekufanyia kitu. Amen. Amen. Pokea hiyo neema ya kuomba hiyo maombi. Napokea. In Jesus name. Amen. Amen. Number 9, it is a prayer of petition. This is a prayer of request. You go to God with request. Unamwambia Mungu, ningetamani unifanyie hivi. Ningetamani unifanyie hivi. Ana akaenda kwa Mungu akiomba apatiwe mtoto, na mtoto wa kiume. Na kweli Mungu akasikia. It is a prayer of request. God, I request you. God, I request you. Amen. Amen. I request you to do this for me. I ask you to do this for me. Please help me in this area. Kuna mahali maombi, kuna maombi fulani inakufanyanga unaongea kama mtoto vile anaongea na mama yake. Unakuwa wewe unaongea kama mtoto na baba yako. And it is called prayer of request. Amen. Amen. And I'm very sure hapa kuna watoto huwa wanawaomba vitu na mnawapatia. Amen. Amen. They request you, "Oh mommy, buy for me a shoe. Dad, buy for me this and that. Yogurt. I need yogurt." Na kwa sababu amekuuliza unamfanyia hivyo. So it is called the prayer of request. Amen.
Amen. So kuna mahali unastahili kuwa unafika, unalala tu mahali chini ama unapiga magoti ama tu hata kama umesimama unamwambia God, help me in this area. Please God, assist me here. Please God, help me. It may sound childish, especially if you think you are grown up spiritually. This prayer may sound childish, amen. Amen. But it works. Na some of us huwa tunaiomba sana, amen. Amen. Huwa tunaiomba kila wakati. Oh my God, pokea neema hiyo ya kuomba maombi ya petition, ya request. Napokea. Hallelujah. Amen. Number 11, it is a prayer of forgiveness. Amen. Amen. This is a prayer whereby you pray forgiving other people, what they have been doing. You may ask for forgiveness on your side, or you can even pray confessing sins of other people. Amen. Amen. For example, if you have a church, like the way we have a church here, huduma inaweza kuhamishwa kwa sababu ya dhambi watu wamesifanya. Na sasa wale watu ambao wameokoka, they can pray and confess the sins of the people who are coming to church. Wanaweza wakaomba, wakamwambia Mungu, dhambi zile watu wamefanya wasamehewe wanapokuja kanisani. Lakini hii maombi ni ajabu sana. Amen. Amen. For example, nikiomba, you ministers, nilikuwa naomba usiku nikisema, Mungu wasamehe wahuduma dhambi zote ambao wamefanya anapokuja kukutumikia. Tuasimu uwe kuna dhambi umefanya na hujatubu. Hiyo dhambi ukwangi umesamehewa kwa Mungu, but on how we are relating, you are forgiven. Tunaenda pamoja? Yes. Umefanya dhambi, umeibia mtu mali na unakuja church. Na wewe ni praise and worship, wewe ni asha. So mimi nitatubu kwa sababu ya mahali unakuja. Wakati utakuwa mahali ambapo niko katika ile activity nataka tufanye pamoja na wewe, Mungu ama shetani hatapata nafasi ya kutumia ile dhambi kama kikwazo kwa ile jambo nafanya. Lakini mkitoka tukimalizana, you must square it out with your God. You people. Oh yes. Amen. Amen. Ndio unaona wakati mvua inakataa kunyesha kwa nchi kama ya Kenya, tunakusanyika pamoja, tunasema makanisa tutubu dhambi za Wakenya. Amen. Amen. Wale tunatubu dhambi zao wako kwa baa, wako kwa umalaya. Amen. Amen. Sasa on the context of mvua, ile dhambi yao vile ilikuwa inaindafia na kusinyeshe, hiyo dhambi yao inakuwa suspended. But on their own they must square it with God. Lazima wamalizane na Mungu. Oh yes. So unaweza kuwa na kazi yako kampuni na una watu mnafanya kazi pamoja, you repent on their behalf. Ndio ile mapenzi ya Mungu itimie. Lakini hiyo kazi yenu ikiisha, wale wanaenda watajiangalia vile watajiconnect na Mungu. Oh, am I helping somebody here? Yes. That is why it's very important. Unapokuja kanisani, tubu dhambi za watu wote watakuja kanisani. Na ndio maana devil worshiper anaweza kuja hapa na hakuna kitu atatumikishwa, maana already ushatubu hiyo dhambi yake. Kumbuka dhambi inapofanywa katika ulimwengu wa kiroho, haikuangi inakaa dhambi, inakuanga ni mlango. Na ule mlango adui anatumia. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi tena mazuri. Hallelujah. Glory to God. Amen. Amen. Are you understand what I'm talking about? Yes. Number 10. It is a prayer of repentance. Prayer of repentance ni maombi ambaye unaombeanga watu ambao hawajawahi ingia kwa huduma, ama hawajawahi ingia kanisani, ama hawajawahi okoka. Na prayer of repentance ni maombi ambao huwa inabandilisha mawazo ya watu. Amen. Amen. Prayer of forgiveness, it is a prayer that deals with the mistakes and errors. But prayer of repentance is a prayer that we pray to God in order to give people a new nature. Unakuta mtu wako anaenda kanisani, lakini tunapotubu anaingiwa na roho ya kwenda kanisani. Mungu, mtu wako anatoa fungu la 10, lakini anapoombewa hiyo maombi, unaona anageuka. Maombi ya repentance lazima ibandilishe mtu. Lazima ibandilishe mtazamo wa mtu. Amen. Amen. So ni maombi ambayo huwa tunaombea watu ama sisi wenyewe. Kwa mfano kuna kamtindo huwa unafanya
na hakuna mtu anajua kuna kitu kabaya umefanya for long time. Unakuta forgiveness may not help you. The prayer of forgiveness may not help you. What you need is a prayer of repentance. Because repentance means turning around. Amen. Amen. Ni kutoka mahali huko unatazama hivi. So there is a meaning of prayer of repentance and prayer of forgiveness. Amen. Amen. Glory to God. Amen. I pray for you in the name of Jesus. Ya kwamba chochote unafanya ambacho watu hawajui. Oh yes. Na unajua ni kibaya. Utafanya maombi inaitangwa ya toba. Amen. Maombi ya toba. Sio maombi ya msamaha wa dhambi. Ni maombi ya toba. Oh yes. Maombi ya kugeuza. Maombi ya kugeuka. Unamwambia Mungu nageuka leo. Oh yes. Natamani kugeuka. Jambo hili sifanyi tena. Hapa siendi tena. Oh yes. Sitaongea hivyo tena. Inua mkono wako, sema leo naomba maombi ya toba. Leo naomba maombi ya kugeuka. Maombi ya kugeuka. Nitaanza kutoa fungu la 10. Nitaanza kuomba. Nitaanza kufanya vile inastahili. Sitakuwa msherati tena. Ninaomba maombi ya toba. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Amen. God bless you, Deaconess Josephine Dahudi. Sadaka yako imefika hapa. Mimi nakubariki, pokea neema ya maombi mahali ulipo. Take it in Jesus name. Amen. Barikiwa sana Pastor Shadrack Mutuku, tumepata sadaka yako. Mungu akubariki, neema ya maombi ikukalie sana. Take it in Jesus name. Amen. Glory to God. Amen. Number 12. Number 13. Number? Okay. Prayer of defense. Ni maombi ya ulinzi. Prayer of defense. Ndio unaona saa zote nikikutumia prayer requests zile wale ambao wako intercessory group. All the time unaona prayer na kuandikia hapo na kuambia pray for the sanctuary. Pray for the protection. You are supposed all the time to pray for defense, protection of everything connected to you. Amen. Amen. Unaweza ukaomba ukapenya kwa Mungu, lakini as long as zile vitu Mungu amekupatia hujaweka defense, hujaweka protection, Oh yes. the enemy will still access them. Amen. Amen. Umeomba umepata kazi, but you don't pray for protection of your job. Umeomba umepata hii na hii, umepata gari, but you don't pray for the protection of your car. Umeomba umepata simu, but you don't pray for the protection of whatever you have. All the time is very important as an intercessor kuachilia maombi ya ulinzi kwa kitu chochote kinahusika na wewe. Oh yes. Amen. Amen. Hata kwa watu ambao wanatumika na Mungu kukusaidia. You need to pray for their protection. Oh yes. Because the devil can kill your divine helper. Oh, you people, you understand what I'm saying? Yes. Prayer of defense. Baba, naachilia damu ya Yesu inguze vitu vyote ambavyo sinaitanishwa na mimi. Na vitu vingine viko katika ulimwengu wa kiroho. Unastahili pia kusilinda. Amen. 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 So it is called prayer of defense. Number 13, prayer of rejection. Kuna maombi ya kukataa vitu ambavyo hutaki katika maisha yako. I reject this in my life. Yes. This one I don't want it here. Hii sitaki kwa nyumba yangu. Hii nimekataa. Prayer of rejection. You reject. Si ati ni wao tu wanatuwekanga kukataliwa, hata sisi huwa tunawakataa. Amen. Amen. So kuna vitu unaweza ziona katika huduma yako, katika maisha yako, na unaanza kuzikataa. You reject them. Amen. Amen. You have a power over your life. You have a lot of power over your life and over your own territory. Hata katika mtaa unakaa, hata kazini mahali unakaa, unasaona watu wanavutwa ovyo ovyo. Unasema I reject this. Amen. This agenda of the devil, I reject it. Oh yes. Hii nimekataa hii. Haitafanya kazi nikiwa hapa. Amen. Amen. Glory to God. Amen. It is called prayer of rejection. You need to reject what you don't want in your life. Glory to God. Amen. I say glory to God. Amen. I say glory to God. Amen. The next number, it is called prayer of back to the sender. Maombi ya kurudisha mahali hiyo kitu inakusumbua, mahali kilitoka. Kuna vitu Mungu aondoleangi watu. Amen.
Amen. Kuna vitu Mungu hawezi ondolea watu, maana haiko katika njia yake ya kufanya kazi. Amen. Amen. Kuna vitu vya kulegesha kule zilitoka. Ndio unaona Yesu anapofufua Lazaro, anawaambia wale watu walikuwa pale, fungua huyu sanda, fungua hizo vitambaa, fungua. Oh, I thought the prayer of Jesus was supposed also to address that. Lakini unaona the prayer of Jesus haiku address ile vitu vimefunga ule mtu. Aliambia fungua, nyinyi fungueni. Nyinyi ndio mlifunga, fungua yeye. Nyinyi ndio mlimfunga, chukueni vitu vyenu. It is called prayer of returning back to the sender. Na kwa hivyo kuna vitu unaweza ukaomba katika maisha yako na hazitawahi toka mpaka siku ile utasema wewe mahali ulitoka, return back there. Oh, yes. Wewe kuumwa na kichwa mahali ulitoka, return back there. Wewe malaria mahali ulitoka, return back there. Oh, yes. Wewe kansa mahali ulitoka, return back there. Wewe madeni mahali ulitoka, return back there. Oh, yes. Wewe umaskini mahali ulitoka, return back. Hallelujah. Amen. Inua mikono yako, sema kila shida ndani ya maisha yangu, return back to the sender. Return back to the sender. Rudi kwa mwenyewe. Omba hiyo maombi. Kila shida irudi kwa mwenyewe. Irudi kwa mwenyewe. Irudi kwa mwenyewe. Yes. In the name of Jesus. Amen. The next number, it is called the prayer of power and advertisement. Prayer of power and advertisement. Kuna vitu ambavyo Mungu anapoleta ndani ya mtu ama zinapofanyika ndani ya mtu, by revelation you need to understand that this kind of a problem, God will not take it out, but He will display His power over the situation. Unaona the importance of hii message na kufundisha. Kuna vitu unang'ang'ana nazo, unamwambia Mungu nitoe, niondolee, kumbe hiyo asi ya kuondolewa, ni kuambia Mungu display your power here. Wakakutana na mtu alikuwa kipofu na wakamuuliza Yesu Kristo, chanzo cha upofu wa huyu mtu ni nini? Ni yeye alifanya dhambi? Ni wazazi wake walifanya dhambi ama ni nini? Yesu akasema hapana, huyu sio wazazi wake walifanya dhambi. Hii si madhabahu ya kwao. This man is blind for the glory of God to manifest. This man is blind for the power of God to be displayed. We have some problems around our life, and we need to pray about the power of God to be displayed on the situation we are going through. God advertise your power through this situation. Mungu tangaza nguvu zako kupitia hali ambayo ninapitia. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Maombi yako yatajibiwa siku ile utaomba right prayer. Right prayer. Amen. Amen. So kuna maombi inaitangwa prayer of power and advertisement. Na kwa hivyo kuna tushida unaweza kuwa nayo, na Mungu hawezi kukuondolea. Kile anaweza kufanya ni akuletee nguvu ambazo itatangaza Mungu ndani ya hiyo shida. Amen. Amen. Glory to God. Amen. The next number is called the prayer of tongues. I know you know that. This is a prayer whereby you pronounce words that don't exist in our vocabulary. Kuna ulimwengu ambao unaitwa ulimwengu wa kiroho. Na ule ulimwengu wa kiroho haujui this, that, yes, no, haujui hiyo maneno. Civilization ya pale ni tofauti. Tunaenda pamoja? Amen. Kuna ulimwengu ambao haujui Kiswahili, haujui Kikamba, haujui Kizungu, but it is affecting us. It is called spiritual world. Amen. Amen. We have demons which don't even understand what you say, what you are saying, even your language, they don't understand that. So when we pray and speak in other tongues, we are speaking to spiritual world, whereby English cannot change that world. Kiswahili cannot affect that world. And we need to use the proper language that is understood there. Oh, yes. Oh, you people. Communication is very important.
Ukikaa na Mchaina hapo, alafu anaongea chungu changu, hautajua akikuwa, hata utajua anakuambia nini. Amen. Amen. So katika ulimwengu wa rohoni kuna maombi ambayo inaongelesha hiyo ulimwengu. Kuna malaika hawezi kusikia ukiongea Kiswahili, ukiomba na Kikamba. They will not understand when you speak with their own language. And that is why we speak with other tongues. Oh, yes. Na huwa ninaambia watu ni makosa makubwa sana kumaliza lisali moja ukiwa hujanena na ndimi. Ni makosa makubwa kumaliza masaa mawili ukiwa hujanena na ndimi. Amen. Amen. Pokea neema ya kunena na ndimi kwa jina la Yesu. Napokea. Amen. Amen. Glory to God. Amen. The next number inaitangwa the prayer of resurrection. Maombi ya kufufua. Kuna maombi ya kupanda uhai kwa vitu ambavyo vimekufa. Na nisikize vizuri, kwa sababu nilipotangulia kuongea ama kufundisha ujumbe huu, nilisema when we pray to different worlds, spiritual worlds. Not all prayers aim to connect with God. Some prayers, they don't connect with God. They connect with the different heavens. Amen. In the beginning, God created the earth and the heavens. Heavens. He created the earth and the heavens. Yes. We have several heavens. Amen. Amen. So kuna maombi ambao it is not about God. It's about talking to the right heaven. Glory to God. Amen. So kuna maombi ya kupanda uhai zile vitu imekufa. Glory to God. Amen. Unashika tumbo yako kama umekaa bila kupata mtoto, umetamani mtoto kwa muda mrefu, unaanza kuomba ukipanda uhai. Probably kuna njangwa kwa tumbo yako. Amen. Amen. Unaomba kwa biashara yako, unapanda uhai. Unaomba kwa makaratasi yako, umetafuta kazi na upati, unapanda uhai. Maybe kuna njangwa hapo ama kuna kifo hapo. Na umeona tukiombea watu hapa wamepandwa kifo. Sasa kama wachawi wanaweza akapanda kifo, kwa nini usipande uhai? Amen. Amen. Wachawi wanaweza kupanda kifo kwa biashara ya mtu, kwa ndoa ya mtu, kwa kazi ya mtu. Kwa nini usipande uhai? Sema ninapanda uhai. Napanda uhai. Kwa jambo lolote ambalo limekufa katika maisha yangu. Limekufa katika maisha yangu. Amen. Amen. Kuna vitu Mungu hatawahi fufua, ni wewe utapanda uhai. Amen. Amen. Nabii akaambiwa tabiri uhai kwa mifupa hii, tabiri. He was talking with God. God was there. God was seeing the dry bones, but God was not making the dry bones to be living beings. Up until the prophet talked to the dry bones. Amen. Amen. So you need to start talking to your dry bones in prayer, planting life there. Glory to God. Amen. Kuanzia leo ninakutangazia, usibebane na vitu havina uhai tena. Amen. Panda uhai. Amen. Nasema panda uhai. Amen. Ndio Biblia inasema kifo na uhai iko kwa miguu yako. Amen. Iko kwa mikono yako. Kifo na uhai iko wapi? Kwa mikono yako. Inua mikono yako hivi, sema unaona watu hawasomangi Biblia kabisa. Unajua niliona church moja na tutafanya hiyo kitu. Tutatengeneza media, tutatengeneza hiyo kitu na watu wa media. Wanasoma scripture moja alafu wanakuambia jaza. Kama vile sasa nimesema kifo na uhai iko kwa mikono yako. Alafu watu wanaambiwa wajaze. Unaona watu wakubwa mandikoni wanajaza wrong things. Amen. Amen. Wanakubaliana na ile amesema wa media. Amen. Amen. For example, kama vile Biblia inasema for God loved the world. Amen. Amen. So anakuja anasema for God so loved the stars. So continue. Unaona mtu mzima anaendelea tu na aisemi hivyo. Amen. Amen. Hiyo tutapanga kwa ministers, sio wengine ministers. Utaona watu hawajuangi Biblia hapa. Amen. Amen. So maandiko inasema kifo na uhai uko kwenye ulimi wa mtu. So unaweza omba ukipanda uhai kwa vitu ambavyo vimekufa katika maisha yako. Amen. Sema haleluya. Hallelujah. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Glory to God. Amen.
Maureen Ocheng, barikiwa sana, sadaka yako imefika hapa. Mbingu ikubariki sana, ikutende wema. Richard Mutuko, Mungu akubariki, sadaka yako tumeiona hapa. Mafuta mambichi ya kuja juu yako na maombi yako yazalishe matunda kwa jina la Yesu. Amen. Amen. The next number is prayer of meditation, maombi ya kutafakari. Tunaweza kuwa tunakaa hivi na bado mtu anaomba na aongei, but you are meditating prayer. You are meditating what? Prayer. Unaweza kuwa unaniangalia tu hivi naendelea kuhubiri and you are praying. I mean, hakuna sign ya kuonyesha kwamba unaomba, but you are meditating prayer. Na hii ni nzuri sana kwa intercessor wa huduma, especially when man of God is performing miracles, he is preaching. I mean, you are just looking at him, but you are praying and nobody knows that you are praying. You are just meditating. Unazalisha miujiza kwa mawazo yako. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Napokea. Amen. The next number, because of time, it is walking, the prayer of walking or driving. It is very important to convert. Hii safari zote unatembea tembea na maombi. Wakati you are walking you pray. When you are driving you pray. Because it is very very easy when you are walking, devil to come and walk with you. And I can tell you for free, watu wengi mmekuja kanisani leo, mmekuja na mashetani. Yalikuwa yanawapigia story. Amen. Amen. Ukitoka kwa nyumba tu shetani amekuja. Mumeongea. Wakati mwingi watu wanatembea. If you are not careful, the devil will come and walk with you. He will speak to you. He will talk to you. Amen. Amen. So if you don't want to give devil a chance, when you are walking, convert that time to be prayer time. When you are driving, convert that time to be prayer time. Amen. Amen. The next number is called spontaneous prayers. This is a prayer that flows without premeditation. In maombi ambayo you was not even planning to pray. You was not even thinking about to pray. But immediately you are arrested by the spirit of prayer. You was not thinking about prayer, but something happens and then you are arrested by spirit of prayer. Inaendanisha pamoja na emergency prayer. Amen. Amen. Emergency what? Prayer. Prayer. Emergency prayer ni wakati ambao unaweza ukaitwa, ukapigiwa simu, ukaambiwa kuna kitu fulani kinatendeka. Alafu haraka haraka unatoka kwa kitanda yako. Haraka haraka unasimamisha kile ulikuwa unafanya. Kama ulikuwa kazini, unajifanya unaenda kwa choo. Alafu unatumia dakika 5 unaomba. Emergency what? Prayer. Prayer. Kuna wakati Pastor Dennis he was attacked. Na tulikuwa tumemaliza ibada, ilikuwa mrefu sana. Ibada nilikuwa nimesimama kwa madhabahu 7 good hours nikihubiri, nikiombea watu. We were very tired, very exhausted. Tulikuwa tunauliza tutafika kwa nyumba tulale saa ngapi. So tulipofika kwa nyumba tunakula. Kabla yani hata hatujatoka mahali tunataka, yani hata kabla hatujamaliza kukula, hata chakula tuliacha hapo ikiwa haijaisha. Amen. Amen. Tunaendelea kukula, simu ndio hii. So and so this one, I mean this and that has happened to him. So I called this man, that man, Mutunga, and who, and Pastor Israel and Pastor Shadrach. Amen. Amen. Hata hawa hawakujua, tuliwaambia tukutanie kanisani. It was a emergency prayer. Amen. Amen. Na tulipofika kwanza tukalala chali hapo na tumbo usiku. Amen. Amen. Emergency prayer. Sometimes kuna maombi ambayo inatakikana ya dharura. Ukose kuomba saa hiyo, ripoti ya kesho itawapiga miaka yote. Amen. Ukose kutoka kwa kitanda saa hiyo, kile kitakufuatia next 2 hours. I mean you will regret forever. Amen. Utaregret kwa nini ulilala. Oh, yes. Amen. Amen. So kuna maombi na ninakuprepare hii because unaweza ukapigiwa simu na ni wewe mbingu inatarajia. Ni wewe peke yake ambaye you can save the life of that child. Ni wewe you can save the life of that sister. Ni wewe tu peke yako, hakuna mtu mwingine. Oh, yes. Amen. Amen. So it is called emergency prayer. And I pray
wakati utaitwa in an emergency way, you will pray in Jesus' name. Amen. Glory to God. Amen. Glory to God. Amen. I say glory to God. Amen. Hallelujah. Kuna maombi inaitangwa listening prayers. Listening prayers. This is a type of prayer whereby you don't speak. You don't, you are just there listening. You are just listening. But that part of listening is praying. Amen. Amen. You are there listening. Hata katika maombi yako unastahili kuwa unafikisha mahali una apply that kind of prayer, listening. You are just there listening. Probably unakuwa na kitabu. What you are hearing, you put it down. What you are hearing, you put it down. What you are hearing, you put it down. Majority of my messages huwa ninazipata when I'm listening. Nitaomba na nitafika mahali. You may think I'm not praying because I'm not shouting. Amen. Amen. How just sit down. Tachukua kiti nikae. Ama mahali takuwa tu, nitatulia kabisa. I'm not praying, I'm not doing anything. I'm just there. I'm listening. Listening is part of prayer. Oh my God. Some of us, the only place, the only reason we don't have answers of our prayer is because we don't listen when we are praying. Hey, pokea hiyo kwa jina la Yesu. Napokea. Amen. Amen. The next one is singing prayer. Singing while you are praying. Nyimbo na maombi. Kuna nyimbo actually inakuanga sio nyimbo tu, ni maombi. Singing prayers. You realize that you are singing, but those are not songs. Those are prayers. That is why praise and worship, they are supposed to know that. Oh, yes. Kuna nyimbo huwa tunaimba, lakini sio nyimbo, ni maombi. Amen. Amen. Kuna nyimbo tunaimba za worship. Kuna nyimbo tunaimba ni maombi. Glory to God. Amen. Oh, the last one, because of time. Nafahamisha time yetu imefika mwisho. Oh, sema Bwana Yesu nisaidie. Bwana Yesu nisaidie. Nipate kuomba. Nipate kuomba. Na kujua aina kadhaa za maombi. Na kujua aina kadhaa za maombi. Amen. Amen. Na kutafutia ya mwisho tu because of time. Prayer watch. Prayer watch. Prayer watch ni wakati kikundi fulani cha watu ambao wameokoka wana decide like kuomba siku mzima ama 24 hours. And because you are at workplace, you must work, maybe you are busy here and there, you dedicate yourself, unajipatia masaa. Na yule mwingine anajipatia masaa. Na yule mwingine anajipatia masaa. Na yule mwingine anajipatia masaa. Unakuta 24 hours kanisa imeremain kwa prayer. Amen. Amen. Mtu akianza 1 good hour ama 2 hours anapatia mwenzake. Next 2 hours anapatia mwenzake. Next 2 hours anapatia mwenzake. It is called prayer watch. It's very powerful. Because the church will be praying 24 hours. Kanisa itakuwa inaomba 24 hours. Na wewe ukiomba that 2 hours na tumeomba 24 hours, pia na wewe umehesabiwa umeomba 24 hours. Ni kama wale watu wa relay. Inaitwa relay, ile ya kupana kijiti. Anatoka pale anaenda pale. Anaenda pale anaenda pale. Do you know hao watu akienda kumaliza kukimbia? Do you know kila mmoja anapatia yangu kama ndio wameshinda. Kila mmoja ana gold yake. I don't know whether you know that. Wale watu wa relay, si anatoka hapa anaenda pale. Anapatia mwingine pale. Anapatia mwingine pale. Hawasemangi because is a team. They have won as a team. Now we have only one gold for the team. Amen. Amen. It's all about all of us we ran. So all of us we are rewarded. Oh, yes. Amen. Amen. So wote wanapatiwa gold kama ni dhahabu. So prayer watch uzuri wake ndio huyo. Na kuna watu wako hapa they have never even prayed 5 hours. Hawajui omba even 5 hours. So when we are praying watch, we are observing our watch hour in prayer. Unakuta kwamba that prayer is very powerful. Amen. Amen. Na ya mwisho inaitangwa extended prayer. Extended prayer. Hii ni maombi ambao watu wanaomba lakini unasikia
kama tumekatiza hiyo maombi, unasikia mtu anaendelea kuomba tu. Ama unasikia moyo wako unaendelea kuomba tu. Amen. Amen. Kuna wakati Pastor Dennis tulimwacha hapa akaniambia tukienda nyumbani anawachwa akiomba. Sijui kama alikuwa ananichocha ama ni ukweli. Amen. Lakini kama ni ukweli, hiyo ndio inaitwa extended prayer. Watu washaomba, but you feel like, let me remain back to the church, I want to pray. Mpaka mtu mwingine anashindwa, tumeshindia kuomba hii masaa yote, wewe unaomba nini? Amen. Amen. It is called extended prayer. Watu wanaomba lakini wewe bado unasikia uko kwa hiyo hanga. Yaani unakuta Mungu hakukuondolea hiyo hanga ya maombi, bado hanga ya maombi iko juu yako. Amen. Amen. Na huwa inamaanisha there is unfinished business. Siku yoyote utasikia extend in prayer. It can be even extending in fasting. Amen. Amen. Watu wamefunga mpaka Saturday, lakini wewe unasikia kufunga hata hiyo Sunday. It means there is unfinished what? Business. Hey, pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. God bless you our viewers wherever you have been watching us from. Mama Christina Nsioka, barikiwa sadaka yako tumeiona katika hii madhabahu. Mungu akubariki. Ibada ya leo imekuwa ni minister service. Najua kuna kitu umesoma. Kama una sadaka yako unataka kutoa fungu lako la 10, basi tumekupatia namba hapo za benki na pia za M-Pesa. Jumuika nasi unapotoa sadaka yako hapa, unawezesha injili hii kushindia kufika hapo kila wakati. Mungu akubariki na neema ya Bwana ikutosha. I bless your life. I bless your Sunday. I bless your week. I bless your job. I bless your career. I bless your family. I bless your ministry. I bless everything that is connected to your life. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Amen. Come on, appreciate our viewers all over the world. Hallelujah. Tunapotoka mitandaoni, piga makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Wacha nisimamia